Kituo cha shirika la ujasusi la Marekani CIA kilichopo ndani ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh, Saudi Arabia, kimeripotiwa kulengwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka za Marekani na Saudi Arabia, droni mbili zilishambulia jengo la ubalozi huo na kusababisha uharibifu wa miundombinu. Sehemu ya paa la jengo iliporomoka huku moshi ukienea ndani ya eneo la ubalozi, hali iliyozua taharuki miongoni mwa wafanyakazi. Ripoti za vyombo vya habari zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yanahusishwa na Iran katika kile kinachoonekana kuwa sehemu ya mvutano mpana wa kijeshi unaoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kati ya Iran na maslahi ya Marekani pamoja na washirika wake. Kutokana na shambulio hilo, wafanyakazi wa balozi waliagizwa kubaki ndani kwa usalama wakati tathmini ya kina ya uharibifu ikiendelea kufanywa. Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa mara moja kuhusu majeruhi au vifo. Mamlaka husika zimeanza uchunguzi ili kubaini kwa undani namna operesheni hiyo ilivyotekelezwa pamoja na kiwango halisi cha athari zilizosababishwa. Tukio hilo limeongeza tahadhari ya kiusalama katika eneo la Ghuba, huku serikali za Marekani na Saudi Arabia zikiahidi kuimarisha ulinzi wa miundombinu yao muhimu. Kwa hivi sasa bado taifa la Iran linazidi kuweza kushambulia malengo ya Marekani au maslahi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, na wanazidi kuweza kurusha makombora ya kutosha pamoja na drone katika nchi hizo ili kuweza kujibu kile ambacho kilianzishwa kwa pamoja na Israel pamoja na Marekani baada ya kuweza kuanzisha vita vya moja kwa moja dhidi ya taifa la Iran mnamo Februari 28, 2026. Sasa vita bado vinazidi kuendelea huku hali ya hofu ikizidi kuongezeka, lakini vile vile bado Iran inazidi kuweza kufanya mashambulizi mazito kuelekea nchini Israel pamoja na maeneo mengine, huku vita vikiingia siku ya 5 mfululizo kwa hivi sasa. Basi mtazamaji wetu, kama ambavyo tuliweza kuanza mwanzo kuweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa, basi nikusihi uweze kuwa karibu nasi wakati wote hapa uweze kujua update zote na kufahamu yanayoendelea huko Mashariki ya Kati.